Hello my lovely students, welcome back to English Safi Online. Naam, karibuni tena katika channel yetu ya English Safi Online, ambapo leo tunaenda kujifunza asking for directions. Asking for directions, kuuliza njia. Kuuliza njia. Tunapozungumzia asking for directions ni kuuliza njia. Kwa hiyo baada ya kumaliza kipindi hichi utakuwa na uwezo wa kuuliza njia ya kuenda sehemu fulani. Kwa mfano, upo sehemu ambayo ni ngeni kwako, yani huijui, na unahitaji kufika sehemu fulani. Kwa hiyo utalazimika kuwauliza watu njia. Kwa bahati mbaya, unfortunately, watu ambao unataka kuwauliza hawazungumzi lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo utafanyeje? Maana yake utatakiwa kuwauliza kwa kutumia lugha ambayo inafahamika, lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo today we're going to learn how to ask for directions in English. Kwa hiyo leo tutaenda kujifunza jinsi ya kuuliza njia kwa lugha ya Kiingereza. Maana yake pindi ukiwa sehemu yoyote, hata kama ni sehemu ambayo watu hawazungumzi lugha ya Kiswahili, basi wewe utaweza kuuliza njia na kufika sehemu ambayo umekusudia kwenda. Kikubwa ambacho nakusisitiza na unatakiwa kukifanya ni kusubscribe, kulike na kucomment ili kuwa wa kwanza kuweza kupata lesson mpya kila tunapofundisha. Let's start. Naam, baada ya kuangalia ama ya kufahamu kitu ambacho tunaenda kujifunza, tuanze kwa kuangalia vocabulary or phrases, misamiati ama maneno muhimu ambayo yanatumika wakati wa kuuliza njia sehemu fulani. Kwa hiyo kuna vocabulary or phrases ambazo zinakuwa zinatumika pindi mtu anapotaka kuuliza kuhusu kwenda sehemu fulani ama kuhusu njia ya kwenda sehemu fulani. Kwanza ni excuse me. Excuse me. Samahani. Excuse me, samahani. Excuse me, samahani. Maana yake hii ni katika phrases ambayo unatakiwa kuijua, kwa sababu kitu cha kufahamishwa njia fulani inabidi ama inatakiwa uweze kumuomba mtu, kwa sababu haumuamrishi. Kwa vile unatakiwa uweze kumuomba, maana yake lazima ujue misamiati ya kuomba. Okay, excuse me, samahani. Unamwambia mtu samahani. Ya pili, where is the bus station? Where is the bus station? Kituo cha basi kiko wapi? Where is the bus station? Kituo cha basi kiko wapi? Bus station ni kituo cha basi, sehemu ambapo kuna mabasi yanasimama kwa ajili ya kuchukua abiria. Kwa umefika sehemu unahitaji ufahamishwe ama uelekezwe kituo cha mabasi, kwa utauliza where is the bus station? Where is the bus station? Excuse me, where is the bus station? Samahani, kituo cha basi kiko wapi? Nyingine ni how can I get to? How can I get to? How can I get to? Ninawezaje kufika? Maana yake hapo unauliza how can I get to, ninawezaje kufika? Labda unahitaji kuenda Dar es Salaam. How can I get to Dar es Salaam? Ninawezaje kufika Dar es Salaam? How can I get to? Ninawezaje kufika? Kwa utataja hiyo sehemu ambayo unataka kufika. Utafikaje? Labda kuna usafiri gani? Kwa baada ya kuuliza how can I get to, ukahitaja sehemu ambayo unahitaji kufika, watu watakuelekeza kama utatakiwa kupanda usafiri fulani ili kuweza kufika huko, ama watakuelekeza kwa namna yoyote ili mradi ufike sehemu husika ambayo umekusudia kwenda. Then kuna go straight. Go ni kwenda. Go straight maana yake nenda moja kwa moja. Go straight, nenda moja kwa moja. Go straight, nenda moja kwa moja.
Hii pia inatumika hata kwenye Kiswahili, ndio hivi hivi. Tuna mtu akimfahamisha mwenzake, utamsikia anamwambia nenda moja kwa moja, ukifika mbele utakutana na mti, kwa pinda mkono wa kushoto. Ukishapinda mkono wa kushoto tu ndio hapo. Kwa ni ufahamishaji ambao unatumika katika sehemu zote. Kikubwa ni kufahamu lugha husika ambayo inatumika tu sehemu hiyo. Kwa go straight means nenda moja kwa moja, usipinde sehemu yoyote. Alafu kuna turn left or right. Turn left, pinda kulia. Left ni kushoto na right ni kulia. Turn left, pinda kushoto ama geuka kushoto. Turn left, geuka kushoto, or right au kulia. Or turn right, geuka kulia. Kwa mtu atakwambia either ugeuke kulia ama ugeuke kushoto. Yani ukishafika sehemu fulani, basi unatakiwa upinde mkono wa kulia ama uende mkono wa kushoto. Ni vitu vya kufahamu. Ukisikia turn right, basi ujue kwamba unatakiwa ugeuke kulia. Then kuna it's near or it's far. It means it is. Hii it's tumeifupisha, inatokana na it is near. Kwa tunasema it's near ni karibu, ipo karibu, ni karibu. It's far ni mbali. Kwa unaweza ukauliza kama je ni karibu au ni mbali, ama unaweza ukafahamishwa kwamba it's near ni mbali au it's near ni karibu. Lakini tukisema near ni kitu ambacho ni karibu, ni masafa ambayo ni karibu. Kwa it's near ni karibu na it's far ni mbali. Far ni mbali, ni karibu ni mbali. Kwa natumai hadi hapo itakuwa umefahamu misamiati ambayo inatumika. Okay? Naam, tuanze ama tuendelee kwa kuangalia kitu kingine ambacho ni short real conversation. Tunaenda kuangalia mazungumzo mafupi kuhusiana na phrases ambazo tumejifunza. Kwa hiyo katika mazungumzo ya kawaida, zile phrases ambazo tumejifunza huwa zinatumikaje? Jalie kwamba tayari ushakutana na mtu, unahitaji kuuliza njia ya kwenda sehemu fulani. Kwa mtu wetu ni A na B. A akauliza, excuse me, where the bank? Samahani, benki iko wapi? Excuse me, where the bank? Where is the bank? Excuse me, where the bank? Samahani, benki iko wapi? Na tuangalie jinsi ambavyo nimeuliza ni tofauti kati ya statement na question. Statement maana yake unaenda direct, lakini question lazima uweke question mark. Uweke kabisa ile alama ya kuuliza, mtu ajue kwamba umeuliza. Excuse me, where is the bank? Samahani, benki iko wapi? B akamjibu, go straight and turn left. Go straight and turn left. Go straight and umeona jinsi ambavyo tunazungumza. Go straight and turn left. Go straight, nenda moja kwa moja. Go straight, nenda moja kwa moja. And kisha ama na turn left, geuka kushoto ama pinda kushoto. Go straight, nenda moja kwa moja, and turn left, na geuka kushoto. A akaendelea kwa kuuliza, is it far? Is it far? Is it far? Is it far? Je, ni mbali? Je, hiyo benki iko mbali? Maana yake it ni kitu ambacho si binadamu. Okay, na benki si binadamu. Okay, ndio maana tukasema is it far? Je, ni mbali? B akamjibu, no, hapana, sio mbali. It's near the supermarket. Ipo karibu na supermarket. It's near the supermarket, ni karibu na supermarket. Kwa akamwambia kwamba benki haipo mbali, ipo karibu sana na supermarket. Ukifika supermarket tu basi na benki ipo maeneo hayo.
Okay, A akamwambia thank you, asante, shukran. Maana yake A ndiye ambaye alikuwa anauliza benki, sehemu ambapo benki inapatikana. Kwa baada ya kuelekezwa kwamba unatakiwa uende moja kwa moja, baadaye utapinda mkono wa kushoto. Ukishapinda mkono wa kushoto utakutana na supermarket. Maana yake ni mazingira hayo ndo ambapo benki inapatikana. Baada ya kufahamu hivyo ndo akamshukuru, thank you, asante. B akamwambia you are welcome, karibu, you are welcome, karibu. Kwa hivyo ndo ambavyo tunatumia ama tunakuwa tunaulizana njia ya kufika sehemu fulani, asking for directions. Okay, na hilo ndo somo letu la leo. Tunaomba hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata lesson mpya kila siku. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili kuwasha all notifications. Baada ya kusubscribe, hakikisha una like video hii, una comment kama una swali ama kuna sehemu haujafahamu ama kuna kitu haukijui unahitaji kukifahamu, kukijua, basi hakikisha una comment hapo kuuliza ama kuongea, na share video hii kwa watu wengine ili nao waweze kunufaika ama kufahamu jinsi ya kuuliza maswali. I am Abu Suhail Abdallah from English Safi Online. Fluent English starts here. Thanks.